Baada ya nchi nzima kusimama, usafiri kukwama na watu 4 kuripotiwa kupoteza maisha kwenye maandamano makubwa ya kupinga bei ya mafuta nchini Kenya, serikali kupitia mamlaka ya EPRA imelazimika kuchukua hatua ya dharura na kushusha bei ya dizeli. Lakini je, kushuka huko kumetosha kutuliza hasira za wananchi? Na nini hasa kinaendelea mitaani hivi sasa? Kila kitu kilianza pale serikali ya Kenya ilipotangaza kupandisha bei ya mafuta, huku bei ya dizeli ikipanda kwa asilimia 23.5 na kufikia rekodi juu zaidi ya shilingi 242 na senti 92 kwa lita, sawa na shilingi 4875 ya Kitanzania. Nyongeza hii kubwa ilitokana na mzozo wa vita vya Mashariki ya Kati, ambapo Iran ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia kuu inayopitisha 5% ya mafuta yote yanayotumiwa duniani. Kupanda huko kuliumiza sana sekta ya usafiri wa umma kuanzia siku ya Jumatatu. Matokeo yake yakawa ni machafuko makubwa. Madereva waligoma, miji kama Nairobi na Mombasa ikasimama na barabara kuu zikifungwa kwa kuchomwa matairi. Katika ghasia hizo, waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen alithibitisha vifo vya Wakenya 4 na majeraha kwa watu zaidi ya 30, huku polisi wakilazimika kuwakamata karibu watu 350 ili kurejesha utulivu. Lakini kutokana na shinikizo hilo kubwa na hofu ya nchi kuhusiana na swala la amani, mamlaka ya EPRA imelazimika kufanya mapitio ya dharura na kutangaza mabadiliko makubwa ya bei yanayotumika hivi sasa. Kwenye tangazo hilo jipya, EPRA imeshusha bei ya dizeli kwa shilingi 10 na senti 6 kwa kila lita. Hatua hii imeshusha bei ya dizeli jijini Nairobi kutoka shilingi 240 hadi shilingi 232 na senti 86, sawa na shilingi 4674 kwa lita, lengo likiwa ni kuwapoza wahudumu wa matatu na mabasi ili warudi barabarani. Hata hivyo, wakati bei ya petroli ikibaki pale pale kwenye shilingi 214 na senti 25, serikali imeripotiwa kupandisha bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38 na senti 60. Serikali inaripotiwa kutetea uamuzi huu, ikisema imefanya hivyo ili kuzuia wafanyabiashara wasio waaminifu kuchanganya mafuta ya taa kwenye dizeli kutokana na utofauti mkubwa wa bei uliokuwepo awali. Mabadiliko haya ya dharura yanatarajiwa kudumu hadi katikati ya mwezi wa 6, huku ripoti zikidai tayari baadhi ya maeneo usafiri umeanza kurejea kwa kusuasua, huku kukiwa na ulinzi mkali wa polisi kwenye barabara zote jijini Nairobi. Mimi ni Regina Baltazari.